Kwa majina naitwa Wakili Isa Juma Isa, wakili wa Mahakama Kuu Tabora na mahakama zilizo chini ya Mahakama Kuu hapa Tabora. Ikitokea mwenza amefariki dunia, kiufupi tunajielekeza moja kwa moja kwenye sheria za mirathi za Tanzania, ambapo generally au kwa ujumla zinasema kwamba yule mwanandoa ambaye amebaki yupo hai anatakiwa apate 50% ya kile ambacho kimeachwa na marehemu, kwa sababu na yeye alikuwepo katika uchumaji wa hizo mali, ikiwemo hiyo biashara. Ila sasa hiyo pia sio sheria ya ujumla, kwa sababu pia marehemu anaweza akafariki, lakini kabla hajafariki unakuta ameandika wosia. Kwa hiyo akiandika wosia anaweza akataja kwamba mali zangu ziende kwa mrithi wangu fulani ambaye nimempenda na nimemchagua arithi hivyo. Kwa hiyo akishaandika hivyo anaweza 75% zikaenda kwa watoto, alafu 25 ikaenda kwa huyo mwenza. Kwa hiyo sio kwamba ni 100% kwamba mwenza atapata 50% ya hiyo biashara, hapana. Inategemea kama utakuwa una wosia au hakuna wosia. Sheria hapo tunatoka kwenye mirathi tunarudi nyuma tena kwenye sheria za ndoa. Hapo kama hakufunga ndoa tunaangalia sheria inaangalia waliishi pamoja kwa kipindi gani. Ndio sheria itakuja kumlinda mtu hapo, kwa sababu sheria ya ndoa inasema kwamba watu wakiishi pamoja, mwanamke na mwanaume wakiishi pamoja kwa zaidi ya miaka 2, sheria inadhania au ina presume kwamba hawa ni wanandoa. Kwa hiyo watarudi tena pale pale kwenye ile concept ya mwanzoni kwamba hawa ni wanandoa na tunatiti kama wanandoa, na sheria inasema hivyo. Kwa hiyo zile 50% za ule marehemu bado zitakuja kwake. Ile cha msingi tu ni kwamba huyo mwanaume na mwanamke hata kama wako wanandoa waliishi kwa muda gani pamoja. Kama ni miaka 2 ndio above, na wanajamii wanaozunguka hilo eneo kweli walikuwa wanawaona kwa miaka 2 na kuendelea, basi tunarudi kwenye ile principle kwamba hawa ni wanandoa, walikuwa wanandoa, na huyo mwenza aliyebaki atatakiwa kuchukua kile ambacho angekichukua kama wangekuwa wanandoa kabisa, ile ya kuwa mpaka na cheti cha ndoa. Naitwa Rosemary Maige. Ni jambo zuri kwa sababu ni faida ya familia, watoto pia. Ni swala zuri. Wasiwe na wasiwasi, ni swala tu la kuzungumza kama familia. Nawashauri watu wawekeze kwenye familia zao, mke na mume, washirikiane pamoja kwa ajili ya kuendeleza maendeleo nyumbani, watoto pia kusoma. Jambo zuri. Nategemea na hali ya wanandoa, lakini pia malengo ya wanandoa. Kama malengo yanafanana, nadhani ni vizuri kuwekeza kwa pamoja kama malengo yanafanana. Lakini kama malengo hayafanani, sidhani kama ni hekima kuwekeza kwa pamoja. Na mtu anapoamua kuwekeza binafsi, isitenganishe ndoa. Maana yake mtu labda interest tunapishana, ndio tunasema malengo. Labda mwingine anaona kitu fulani kinaweza kaingiza pesa, labda tuseme urembo unaweza kuingiza pesa, lakini mwingine anaona hardware inaweza kaingiza pesa. So kama kila mtu yaani hamjaweza kukutana kwenye ile meeting point ya pamoja, kila mtu anaweza kawekeza sehemu ambayo anahisi kwamba yeye itampa nafuu na atatimiza ndoto zake. Lakini kama wote mtasema hardware ni the best biashara, mnaweza mkawekeza kwenye hardware, au kama mnaona urembo ni sehemu ambayo, au vipodozi ni sehemu ambazo mnaweza mkawekeza biashara kwa pamoja, mnafanya hivyo. Lengo liwe ni kustawisha mahusiano na familia. Ushauri wangu mimi, nadhani katika familia watu watenganishe malengo katika aina 3. Kwa kuna malengo ya familia, kwa kuna malengo ya mtu mmoja mmoja, maana yake ya mwanamke na mwanaume. Ndio tunapata hizo sehemu 3. Lakini hizi sehemu 2 ya mwanamke na mwanaume, lengo lile ni kujenga ile lengo moja la familia. Lakini pia watu mwanaume na mwanamke washirikiane kuanzia kwenye hatua za kupanga mpaka kwenye maamuzi ya mambo mbalimbali. Lakini pia tusiwe na shakiana kwamba fulani anaweza kaniibia, au fulani anaweza kwenda kuwekeza sehemu nyingine akaoa mwanamke mwingine, au huyu akaondoka akaenda kujenga kwao, kwa sababu kinachotengenezwa ni kwa ajili ya familia yenu nyinyi wawili na
watoto wenu. Yaani lengo liwe hilo, kwa sababu ndo maana ya ndoa, kuwa pamoja, kulea familia na kujiendeleza mtu binafsi, ambao matokeo yake sasa manake anastawisha nini? Familia ya watu wawili. Naitwa Oscar Tito. Kuwekeza inawezekana, inatokana sana yule mwanamke upo naye vipi na mmepangilia nini, mnamfike wapi. Kuwezekana inawezekana. Shida inatokea mbeleni, wanawake hawaeleweki, mzee anaweza kukubadilika muda wote. Inawezekana inatokana sana mwanamke nimemtoa wapi, tumepanga tufike wapi. Inawezekana kwa sababu mkiangalia kwanza, hususan mna familia, mmejenga, inafaa lazima uwekeze kulingana na familia uliyokuwa nayo. Inawezekana kufanya hivyo kwa sababu ile mali mliokuwa nayo mnaowekeza ni sio watu wawili, ni ya watoto. Hata nikienda mbele za haki, watoto wataendesha ile mali.